Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, leo tumefanikiwa kuwa naye kijana mwenzetu mwingine ambaye atazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala yanayowakumba vijana. Na katika mada yetu ya leo tunataka kuangalia turning challenges into opportunity. Wenda labda ukaona challenges unazoface katika maisha haziwezi kusaidia, lakini uweza hizo challenges unazopata unaweza turn ikawa kitu ambacho ni cha faida katika maisha yako. Na mgeni wetu leo si mwingine bali anakuja kwa jina Ashley, na ataweza kujiintroduce ni nani, kujielezea ni nani ili tuweze kumfahamu vizuri kabla tuanze mada yetu ya leo, na tukirudi kwake tuweze kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu sana Ashley. Asante sana. Habari ya asubuhi? Niko salama. Uko salama kabisa? Yeah, namshukuru Mungu. Jinsi uko nyumbani? Asante. Karibu sana. Naam, kabla tuanze mada yetu tungependa kukufahamu wewe ni nani? Kama vile ulivyosema, mimi naitwa Ashley Chiruka. Mimi ni mzaliwa Nairobi. Jiji la Nairobi nimekaa sana. Hivi sasa mimi ni mwanafunzi nasomea cabin crew, flight attendant. Yeah, and kwa kila jambo tuseme tu mimi ni mwanafunzi. Nasoma kila siku. Yeah, that's nice. Sasa tukianza katika mada yetu ya leo, tunataka kufahamu ni how can we turn our challenges into opportunity? Challenges into opportunity. Mostly we usually learn from those challenges. And every time if we see everything as a challenge, we have to take it as an opportunity. So wakati ule umepata hiyo challenge, unafaa ujitie moyo, like this is the time I should look and learn through it and grow through it mpaka nipate ile wakati nitapata opportunity yangu kutoka pale. Yeah. Ishai kutokea katika maisha yako labda ukapata na challenge ambayo you saw it like it's an opportunity, na not wewe kukaa mbali ama kusema kwamba these challenges inanimaliza, so but you decided this challenge is what I should turn it into opportunity? Yeah. Ilikuwa, acha nijieleze kidogo. Ilikuwa mwaka jana. I was also a student still in school, and it's rotating around love. It costed me a lot, by the way. But I thank myself because I take it as an opportunity for me to learn, and so to engage my other young people so that they may come and learn. So I got to this situation where I loved someone, and after loving him nikajikuta mimi mwenyewe ndo napotea. Sasa nilifikiri maneno yake ndio ile anachotaka kunifanyia mimi. Like ni kama alinidanganya. Alipeana fake promises. So after kumpenda ile kijana baadaye ndo nikakuja nikapata kumbe ananitumikia. So wakati ule nikajikuta nimeisha hata by the time na notice huyu mtu kumbe alikuwa ananikosea, ananiwestia time. Nilikuwa nimeisha, nimepoteza muda. Hadi masomo nilikuwa nishaachana naye. Yeah. So at that particular moment I had to turn around again. Niangalie ni wapi nilitoka. Ilianziaje. So nika have cut off, nikamwachana na yeye. Na hapo sasa ndivyo nilianza kusimama tena. Kumbe ukipenda mtu vile unapoteza pia huko. Sasa nikasema hapana, wacha nimwache ndo niweze kusimama tena nijirudishe. Na nielewa. So you didn't like kusema kwamba I should be in seldom, like niseme okay, kijana imekuwa hivi na hivi, but at the end of the day what should I do? Ukamua like let me raise myself. Yeah. It turned out like hizo challenges hazikukufisha moyo, like zikuweka feel like isolation. Yeah. Kuna wakati mwingine nilikuwa isolated. Sasa ananipenda lakini na feel niko isolated. Huku napendwa lakini nikienda huko kwingine na feel ni kama mimi mnyonge. Sina ile courage kabisa ya kusema si niko na yule ananipenda. Wakati mwingine nilikuwa natoka kule najikuta nimekuwa drained. Kila kitu
imeshuka chini. Sasa wakati realize hapo ndo sasa niliamka nikasema hapana. Wacha nisimame mimi mwenyewe. Let me lose him first so that I find myself. Yeah. So I had to lose him, then I find myself. You find yourself. Yes. Ni kama wanakuambia mtoto lazima apotee ama lazima akosee ndo ajue kwamba kuna kosa nimefanya, nafaa kurekebisha. Ama unasema kwamba unaacha moto umchome ndo ajue kwamba hichi kitu ni kibaya. Naam. Yeah. Now, swali lingine ni kwamba what mindset helps someone see opportunity in difficult situations? The positivity after. What will you gain after this particular challenge? Okay, what will you gain after learning from this challenge? If you see it as an opportunity and also the positivity or the gain that it has at the end, mindset yako inafaa kuwa positivity. Ni nini nitapata after nimeshapitia hii yote. Sasa ile mindset yenye unafaa kuwa nayo ni positivity. A mindset ambao unajua kabisa mawazo yangu ikue all the times I'm thinking about making my challenges to be opportunities. Yes. Not like ni kama vile mtu akona duka yake then duka ianze kufilisika. But ile isifanye arudi nyuma, itafute ile opportunity, how can I manage ndo nirudi at a stable place. Sasa kuna wakati mwingine unafika unajiambia hapana. Nikiendelea kukaa kwa hii challenge hakuna mahali nitaenda. Na wakati mwingine pia unajiambia let me learn from this challenge. Sasa ile mindset unafaa kuwa nayo ni positivity. What will I gain after? Sasa wakati kama vile umesema hapo kwa duka. Huyu alifungua duka, maybe ilianza vizuri. Ikafika mahali ikaanza kufilisika. Lazima asimame tena, ajiambie lazima tena nianze. Sasa wakati ule anapoanza, unapata ni kama sasa anajiambia let me start all over. Niachane na hizo zenye zimebaki, nianze na ile nyingine. Sasa anaanza tena upya. Sasa mindset anafaa kuwa nayo, it's maybe this is the risk that I take for me to have something at the end of the day. Sasa anajiambia wacha nianze tena, maybe kuna mali nilikosea. You go and picture the drawing board again. Sasa unafaa uanze tena na positive mindset ya kwamba hivi nilifanya, the risk I took maybe it didn't go well. I didn't take the pattern very well. Sasa wacha nianze tena upya, nichore hiyo drawing board tena vizuri. Alafu nikishachora vizuri nitajua venye kutaenda. Na definitely ukianza venye ulifanya mwanzo ikakuharibikia, ukirudi ufanye tena mara ya pili, unajuanga kumbe hapa ndo nilikosea. Let me do it again in the right way. Yeah. So it's like not giving up. Yeah. Na swali lingine ni kwamba kwa nini do you think kuna wengine they grow from their challenges and kuna wengine wana feel they're stuck, they don't want to get out hapo? Hawa wenye wana stuck, they usually compare. Comparison kills the mindset of a person. Kwa sababu wakati mimi nimekuja kwa Haifa na kukuta napata Haifa alisha grow. Na mbona mimi nilibaki pale? Unajikompare. Kabla unajua kama anataka kugrow, ataangalia Haifa alifanya nini. Wacha pia mimi nijaribu hiyo, nifanye, ni grow. Lakini kama unataka like ule mtu alibaki pale chini, ule mtu aliona Haifa amegrow. Kwa nini mimi sikuenda pale? Kwa nini sikufanya hivi? Kwa nini sikuchukua hiyo mkondo? Anajikompare. Anajikompare design ya kujiweka chini. Hataki kugrow. Anataka tu, okay, what makes them to stay there? It's because they compare without doing the necessary. Without going beyond. Without doing the positive thing that they should be doing for them to grow. They are just stuck because hawataki kugrow. Wanataka tu, if Haifa took this path, let me take that path. Lakini hatafanya the exact thing. Anataka apate vitu in an easy way. Unanielewa? Na huyu mwenye ana grow anajiambia, let me see, Ashley did this and let me take this journey. Na nione kama nitafika pale. And let me take every particular opportunity napata through Ashley. Nione kama nitagrow. Yeah. And concerning that, do you mean that self-motivation
can mean something kwa maisha ya mtu kabisa. Kwa sababu unapata kuna wakati mwingine ukisikiza watu wengine sauti za nje bado zinaweza kuweka chini. Sasa ukikaa pia wewe mwenyewe na wewe ukuwe na gumzo wewe peke yako, wewe unajikuta kuna clarity inapatikana and also a clear focus. Unapata nikifanya hivi naweza inuka. Na wakati mwingine nilifanya hivi nilianguka chini. Let me try another path. Let me improve in something. Let me do something new. Let me try something different. Self motivation. Yeah. So ndo unakuta kuna wengi ambao hawana ile self motivation. That's what I can say. Mpaka mtu amue like I have to stick to where I am. Hataki kutoka kwa ile challenge kwa sababu kuna watu like ukiangalia okay, let's say maybe ameventure into drugs, kuvuta drugs. That's a challenge. Na ameamua like mimi nishakosa ile self motivation ya kutoka kwa ile part. Like I'm stuck to an extent kwamba siwezi acha ile drug. Shakuta. So ana ile self motivation yake pia hakuna. So unaona like pia ni kama inamkufisha ile moyo like what should I do? Na pale imefikia nimechoka. Because they say watu kama pia kuwatafutia motivator ama motivational speaker inakuwa ngumu sana kuwaelekeza. So I really nataka tu kuelewa like mtu kama huyu mwenye ambaye labda amekosa self motivation ni kitu gani ambayo anaweza saidiwa nayo mpaka ifikie mahali like anaona like enyewe my life means a lot. Okay, kuna wakati mwingine nafika ndo wewe mwenyewe uchukue hiyo hatua ya kutumia drugs. Unakuanga ushajiambia nikitumia hii drug ndo itanisaidia. Let me use bangi. Mtu mwenye anatumia bangi most of them wanasemanga wacha nitumie hii bangi ndo nikuwe sober. Sasa ashajiweka ile mindset nikitumia hii bangi nitakuwa sober. Hajafikiri nisipokuwa na hiyo bangi sitakuwa sober. Yani amefikiri hivyo lakini hajafikiri nitakuwa sober. Sasa anasema wacha niende nitumie hii bangi ndo niweze kufanya nini, kulima. Wacha nitumie hii bangi ndo niende niweze kufanya nini, kuuza ama kufanya nini. Kama kule Western kuna wenye wanatoka Rwanda. Hawa wanasemanga natumia bangi ndo niweze kufanya kazi haraka. Like utapata yeye nguvu anazo si zenye mtu mwenye hajatumia bangi yako nazo. Sasa mtu kama huyu ameshajiwekea mindset ya nisipotumia hii kitu siwezi songa. Na nielewa. Sasa wakati mwingine ndo wakuelewe kama wewe unataka kuwa motivate. You have to pull that mindset out. Uambie hii bangi haitakusaidia. Hii bangi haiwezi kukupeleka mali unataka. Your life matters most without that bang. Ina maana that itamfanya yule mtu mpaka arudi nyuma. To that drawing board. Nilianza aje kutumia hii bangi. Yeah, and most of the time when you're anatumia drugs, they are usually like wacha tu nitumie kwa sababu hamna lingine naweza fanya. Yeah. Unapata hadi mtu anaenda naiba, anasema acha tu niende niibe ile kitu ndo nipate pesa ninunue hiyo drug. Yeah, and most of the time inakuanga conscious. Your conscience set inakuanga imekwambia if you don't have that drug you won't go anywhere. Yeah. So you have to pull that mindset out. Umwambie hapa huwezi endelea bila. Yeah, I remember watching some videos kwa TikTok like okay, the pranks that they do play. Anakuja na let's say I don't know, it's tomato sauce anaeka and then ana shoot. So ndo unajua kwamba mindset matters a lot. Yeah. Tayari mtu akiona damu anaona ameumia. Yeah. So ni kama ile kwamba okay, mimi nisha set mind yangu hivi. But till I change that mindset lazima nitakuwa sawa. Exactly. Thank you so much. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Ashley ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unamuelewa kipi anazidi kukiwakilisha ama kitu gani anazidi kukujuza wewe mpenzi mtazamaji kuweza kufahamu kuhusiana na
kuturn challenges zako into opportunity. Na katika haya mambo tunaongelea mambo na self motivation. Wewe mwenyewe pia kuwa self motivated. Usisubirie mtu akupe ile nguvu, lakini ile nguvu jipe mwenyewe. As long as unajua purpose yako ni gani, what you're doing ni kitu gani, ile challenge haifai kukuregesha nyuma, inafaa ikupeleke mbele. Inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Ashley ambaye anazidi kudadavulia mengi na kujuza mengi kuhusiana na mada yetu ambayo ni nzuri siku ya leo. Mada ambayo sisi wenyewe tukiwa katika ni vipi ama ni jinsi gani matatizo yetu tunaweza yafanya yakawa opportunity. Yani ikawa ni wewe kupata opportunity nzuri katika maisha, ama ikawa ni kitu ambacho kitakupa faida. Sawa? Kitu ambacho wewe hautabakia katika zile challenges. We all face challenges. Hata self esteem yenyewe ikishuka, hiyo ni challenge. But how do I get out of that? Yeah? Na tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Ashley. Asante. Naam. So let's talk about maybe challenge ya self esteem. Self esteem huwa inatokea kivipi? And then how can we make sure kwamba tuna increase ama tunainua self esteem yetu? Kwa sababu kuna wengi ambao hawana ile self esteem. Anabakia it's a challenge, maana kila mtu ako na challenge yake. But this self esteem utakuta pia ina cover a lot of people. Self esteem inatokea wakati mwingi na vitu vingi, lakini nitaongelelea moja yenye iko very everywhere. It is very common. Body shaming. Unaweza pata mtu, let me use this, who are they are very huge. They never lost weight. So unapata watu wanawatukana, na sasa mtu anajiambia kwa sababu huyu alinitukana, kwa sababu nilivyo siwezi tokea kule nje. Unapata ameshushwa. Their self esteem goes low. Anapata because huyu mmoja ameniambia si yuko sawa. Definitely kuna wale wengine wananiambia, wanajua, wanaona si yuko sawa. Unakuta pia yeye mwenyewe amejifikiria hivyo, amejiweka hivyo, kila mahali anaenda anajiambia tu mimi si yuko sawa. Mwili wangu hufai, mwili wangu umekaa vibaya, siwezi cope up na kila kitu, ama siwezi fit in those places where people are having slightly slim body and nice body. Nanielewa. Na wakati mwingine huyu mtu ndo sasa ajikute anajikubali ni wakati unapata mmoja tu amemwambia, dada yangu uko smart, uko sawa, unakaa vizuri. Like it usually takes one person to just identify you. Like sasa unapata pale mtu ambapo umejiweka kulingana na views za watu wengine inakushusha chini. You have to surpass their views. Na akijichukulia niko smart, hata aende wapi, hata mtu mwingine amwambie unakaa vibaya, she will never go low. She will never stay at the same point because ule amesema niko hivi. Na wakati mwingine akichukua vile ambavyo anasema ajiweke ndani ya moyo wake, hawezi songa mbele. And how do they grow their self esteem? It's just to believe in themselves. Usichukulie views za mtu mwingine ukakaa nazo. Kama una feel hii hapana, hii inisaidii, just throw it away. Kama hii inanisaidia, let me hold it on. Nanielewa. Sasa ndo grow, lazima angalia hivyo, speculate it very well. If view inanisaidia, hapana, let me throw it away. Hii inanisaidia, let me push forward with it. Sasa wakati mwingine self esteem inahitaji bado ukaweze kuangalia hizo views zinakusaidia aje na zinafaa kukuendeleza aje. Kama zikusaidia, you throw it away. Kama zinakusaidia, you push through them. Okay. Na swali lingine ni kwamba je, kuhusiana na swala la accepting our challenges inaweza badilisha vipi maisha yetu? Accepting our challenges, you have to take it as si mimi peke yangu na go through that something. Si mimi peke yangu niko na hiyo challenge. Lazima kuna watu wengine. Na kwa sababu sitaki tukae in the same corner kwa sababu tuko na
hiyo challenge, let me just push forward, let me nitoke ule mmoja ambaye nitasaidia wale wengine. So ukishachukulia hiyo challenge hivyo, we accept. This is when you have a clear focus. Hii kitu ina happen kwa sababu ya kitu fulani. Wacha nitoke ndani niweze kujisaidia. Na mtu mwingine akiona anajisaidia pale kwa ile kona pia atatoka. Alifanya hivi, akaenda hivi, ndipo saka toka. Na nielewa? Na tukiangalia upande mwingine pia, how can someone train their mind to stay positive during tough times? We've talked about positivity. So, ili mtu maintain ile positive mind, inafaa kuwa vipi? Kwa maisha yetu yote, si wakati wote tunapitia ugumu. Kuna tu ile time uliona maisha ikienda sawa. Sasa mimi napenda nikirudi pale najiambia hapa nilifanya hivi, nikafanya vizuri na kila kitu kikaenda sawa. Let me do it again. Let me find myself again in this. Let me do it again so that nipate kitu mzuri from this. So to stay with that mindset, lazima urudi pale nyuma uangalie, hivi nilifanya nikasaidika, bado pia hivi naweza fanya na nisaidike. Yeah. And how do you deal with fear when everything feels uncertain? How do I deal with fear? Mostly I encourage myself. Yeah. I usually pull up my socks. Najiambia kama wakati mwingine ugumu, by the way, naweza kufanya uanguke chini. Na pia fear inatokeana na zile assumptions zenye umemake. Haikuangi tu fear kwa sababu ni kitu ulizaliwa nayo ama ni kitu yenye ni naturally existing. Fear most of the time inakuanga na assumptions. So how do I deal with the fear in the uncertainties? So I usually make myself and encourage myself. I just compose myself na najiambia no, I will do it. I will do it. I will do it. Yeah. So it's all about make sure like you really do find yourself more, encouraging yourself. Kwa sababu kuna wengine encouragement hawana pia. How will they deal with that? How will they encourage themselves? That's why nimesema kwa maisha yetu yote kuna mahali ugumu haikuonekana. We were just okay. Everything was going okay. Sasa mahali pale unafaa urudi pale nyuma. At least unaji-encourage na ile mahali ulikuwa. Wakati mwingine unafaa uangalie pia zile, what do I say, hatua zenye umepiga. Kuna kama wewe ni mfanya biashara, ulifanya biashara wakati mwingine uko na umemake profit, lazima utaangalia hiyo hatua. Nilifanya hivi nikapata hizi profit. Lakini kama hauwezi ji-encourage na vitu zenye ufanya, hata kule kwingine kwa mtu mwingine hakiku-encourage, hata wewe mwenyewe huwezi panuka. Sasa lazima uangalie zile hatua zenye wewe ulifanya, ndipo sasa ukaweza kufika mahali. So when you encourage yourself, mostly look around your circle. Nilifanya kitu fulani ndipo sasa nikafika hapa. Sasa lazima uangalie tu kile ulifanya, like the steps that you took. Yeah, okay. And another thing ni kwamba, how does one turn failure into lessons? Kwa sababu we usually feel like okay, sisi tumefail katika haya maisha. And ukiangalia maybe kuna situation imekufanya mpaka imefikia mahali like okay, mimi pale imefikia, I can't do this anymore. Sasa yeye anaona yes ni failure. Kama vile tulikuwa shule tu. Mwalimu anakuambia kuanguka hii haimaanishi utaanguka hiyo nyingine. So how can we navigate through that? Navigating through that. Vile tu umesema vizuri pale shuleni. Ukikuja ukuwe number last, lazima kuna mtihani mwingine utafanya. Huwezi achia tu kwa hiyo mtihani ulifanya. Utaenda ufanye hiyo mtihani nyingine ndio ujue umeimprove kivipi. And through that particular point of failure na ile mtihani nyingine yenye utafanya, how will I do that? Unakuja, last time I didn't revise, let me revise. Last time I didn't do more, let me do more. Sasa katika maisha, how do we navigate through that failure to see it as a success? I didn't do this in any particular point. Let me do this at this particular point. In this season, let me look at what I should focus on.
so that your failure will never be found in my life. Sasa navigating through that failure, you just see yourself through it. Nilipita hii njia ndiposa nikaweze ku grow. Nilipita hii njia ndiposa niweze kupanuka. Nilipita hii njia so that some lessons nizilearn na pia bado nikaweze ku grow. And then can challenges actually open doors that success never could? Kwa maisha yangu mimi huona ndio. Kwa sababu kuna wakati mwingine kama vile kabla sijachukua chuo kikuu nilikuwa nimetamani sana nikuwe rubani. Sasa nikajiambia sababu sikukuwa rubani, let me do flight attendant. Sasa katika hizo challenges bado nafikiria mimi ni rubani lakini nasoma nini? Flight attendant. So ninajua kuna wakati nitafika na nitaingia hiyo airport nifanye kama flight attendant. Na bado nikifanya hiyo flight attendant naweza enda nisome piloting. Na hapo si nimeingia piloting. Sasa katika maisha wakati mwingine pia nakuchukulia wewe mwenyewe uangalie vitu in a positive mindset. Hii challenge, if someone did this the right way and they never get to reach at a point, let me use these challenges to get to that point. Kwa sababu huyu alienda the right way but hajaifika mahali. Let me do this with these challenges na niweze kufika mahali. Hiyo imenikumbusha like watu ambao labda mtu anaweza wadharau kwa sababu ya grade zao, especially wale labda ambao wamaliza form 4 halafu labda amepata grade ya C- na anataka kuwa daktari. Utakuta lazima aanze ile ya chini kabisa. So kama ameamua kuanzia certificate afike mpaka diploma mpaka ajafike akuwe nani? Daktari. So like yeah, may take ile challenge as an opportunity to explore more. So which means ni kwamba can challenges also be a way of opening yani milango nyingine za vitu ambazo labda unataka kabisa. Kwa sababu tutumie tu bado hiyo. Huyu alipita akaenda akafanya maybe degree. Kufanya degree alienda shule. Kuna vitu okay, alifocus like this one year I'll be studying and the next year I'll be having a job. But again unapata after that year hajapata shule, hajapata job. Hajapata job. Then kuna huyu mwenye alianzia chini kabisa. Alianza hiyo certificate, amesoma everything in certificate, ameenda diploma, amesoma everything in diploma, ameenda degree, amesoma everything in degree. Everything from certificate to degree akonazo. A lot of experience. Exactly. So anachukua hiyo opportunity, anajiambia mimi hapa nimepita hizi zote ndio nifike mahali. Let me go with this all three, nipeane pahali. Nikienda kupeana pahali wataona mimi ninayo. Kila hatua nilipiga, kila knowledge niko nayo na lazima nitapata. That's a good thing. And how can one handle criticism or negativity when trying to grow? How to handle it? Mostly we usually slide. I usually slide the negativity. And if I have to go deeper, najiambia this negativity wants to treat me. If they're thinking of that negativity, I won't take it. I won't even think of it. Let me just slide it. And also have a positive mindset in everything. Huyu hawezi ruka, wacha mimi niruke. Huyu hawezi fly, wacha mimi fly. Just positive mindset. So una conquer. Now, tukiangalia swala lingine ni kwamba what should one do if they feel alone in their struggles? What should one do? To me, it's a matter of composure. You compose yourself. Kwa sababu nilikuwa mahali, I was dealing with something during my last year. Na nikajikuta niko peke yangu. Kabisa nilisimama mimi mtu mmoja. Na nikasema kwa sababu nimeona niko kwa hii challenge mimi mwenyewe na hakuna mtu mwingine amekuja kunisaidia. And then it was about me. It wasn't about them. So let me just do it on my own. Let me stand on it on my own.
let me prove them that I can do it. Not because of them, but because of me. Let me tell them that I never needed your help. Yeah. So it's like being you, collecting yourself, and navigating through all odds, to make sure that wewe mwenyewe unaangalia maisha yako. Kabisa. No. So another thing, tukimalizia, what advice will you give to someone going through a tough moment right now? A tough moment. To that person, I just say you. It is only you. Wakati mwingine ukienda na utafute daktari, na daktari mwenyewe akukufishe moyo na una magonjwa au maradhi yamekusumbua. Unajua sasa unakuwa umeshaeka moyo wako, huyu ni daktari ameniambia hivyo, wacha tu nifikie hapo, nikubali mimi nilishaaga kitambo. Sasa in that particular tough moment, ulishachukua mawaidha ya daktari, umejiekea. Unajikuta pia wewe mwenyewe umeenda chini. Sometimes it's good to look beyond. To look beyond that particular boundary, to look beyond that particular line. Na unajiambia kabisa kama tutumie daktari bado. Daktari ameniambia hivi, let me try and know what to do. Wakati mwingine unaweza tumia daktari mwingine bado kupata information. Kama ya huyu ilikuja hivi, acha njaribu yule mwingine. Zikiwa zote sawa, hapo ndo najikubali. Na bado una try kutafuta solution. But zikikuja tofauti na ya huyu ilikuwa mbaya kushinda ya ule mwingine, wacha nitumie yule mwingine. Yeah. As that person is going through that particular tough season, just know it is just you. Take yourself, compose yourself, and tell yourself that I can make it. Yeah. Thank you so much. Asante sana Ashley kwa kuweza kutuelezea mengi kuhusiana na hili swala la turning challenges into opportunity. I believe mpenzi mtazamaji ambaye anaangalia atakuwa ameweza kuelewa na kupata mengi kuhusiana na swala hili. At least the encouragement yenye umewapa. I know people are facing tough situations, so it's upon them now to decide. They umesema positivity in mind, keeping in mind kwamba yes, we all face problems, but then it's not the end of the world. We've got to kuamka, kujijua sisi ni nani, and then tuendelee vizuri. Asante sana kwa kuweza kuwa na wewe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nimefurahi maongezi haya yameweza kuwa na insight nzuri sana ya kufikiria tofauti za watu, kwani sisi na watu ambao tuko tofauti sana. Thank you so much. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Ashley ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Alhamdulillah tumeweza kukamilisha mada yetu ya leo ambayo ameelezea vizuri. Najua ni mada pana sana ambayo inataka uchambuzi zaidi, lakini kwa muda mchache ambao tuliokuwa nao naamini tumeweza kucover aspects kidogo ambazo wewe pia utaweza kufahamu na zitakupa moyo ujue kwamba hauko peke yako. Huenda hizo shida ambazo uko nazo ndio uzitumie ili kuhakikisha kwamba unapata suluhisho. Na kupata suluhisho ni wewe mwenyewe kutoka katika comfort zone yako, kuhakikisha kwamba hizo challenges hauzieki katika mwili wako ama katika maisha yako, bali unatafuta njia ya kutatua shida hizo ambazo uko nazo. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam.